الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلاة الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آل كل وصحب كل الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم اجعل نوايانا خالصة لوجهك الكريم. Mwenyezi Mungu ndiye muumba kila kitu, naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwepo kabla ya chochote na baada ya kuumba vyote yuko na wala habadiliki. Akikamata vizuri nukta hizi, akathibiti vizuri katika kufahamu kwamba habadiliki Mwenyezi Mungu, narudia tena, habadiliki, basi huyu mtu anakuwa amepata salama kubwa sana. Lakini vinginevyo kumnasibishia Mwenyezi Mungu mabadiliko katika sifa yoyote ni kujihadharisha mtu na dini yake. Angalia baadhi ya watu leo imefikia mahala mfano tuko ndani ya mwezi wa Shaabani. Ndani ya mwezi huu kuna nusu ya mwezi wa Shaabani ambayo hii ni katika siku zilizokuwa tukufu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwamba utakapofika usiku wa nisfu idha kana nisfu lailatin min Shaaban au kama qala yani faqumu lailaha wasumu naharaha, pindi itakapopatikana nusu katika Shaabani, nusu ya usiku katika mwezi wa Shaabani, faqumu lailaha, basi simameni usiku wake, wasumu naharaha, na fungeni nini, mchana wake. Kwa hivyo ni usiku mtukufu, na baadhi ya wanazuoni wakaeleza kwamba ndani ya usiku huu ni miongoni mwa zile nyakati ambazo mtu anapoomba dua inakubaliwa ile dua yake. Kwa hivyo, lakini baadhi ya watu wakapituka, baadhi ya watu wakasema kwamba usiku huu ndio ule usiku ambao umetajwa fiha yufraqu kullu amrin hakim. Si sahihi kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya usiku huu ndio huwapa ufafanuzi wale malaika kuhusiana na matukio yatakayotokezea katika mwaka ule. Si usiku huu. Wanazuoni usiku ambao wameeleza kwamba ni usiku ambao malaika hupewa maelezo na ufafanuzi wa yale yatakayotokezea katika mwaka ni usiku gani? Ni usiku wa Lailatul Qadr ambao uko ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie tudiriki. Kwa hivyo si usiku huu. Lakini sasa baadhi ya watu wakaaminishwa hivyo, moja. Lakini pili, mbali ya hivyo, jengine kubwa zaidi ambalo pia ni hatari, wakawa na imani ya kwamba mtu unapoomba dua fulani ndani ya usiku huu au wengine mpaka nje ya usiku huu, ndo kawaida ya imani zao, wanaamini kwamba mtu anapoomba maombi fulani Mwenyezi Mungu hubadilisha lile ambalo amelitaka kwa sababu kaomba. Huyu anakuwa amemnasibishia Mwenyezi Mungu mabadiliko na kitu hichi hakipo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hageuzi utashi wake, habadilishi utashi wake. Kile ambacho Mwenyezi Mungu kakitaka tangu azal kitakuwa vile vile alivyokitaka, hakibadiliki. Ni mamoja kaomba mtu au hajaomba, ni mamoja katoa sadaka au hakutoa, ni mamoja kafanya wema au hakufanya. Alilolitaka Mwenyezi Mungu tangu azali liwe litakuwa vile vile, na wala halifanyi nini, halibadiliki. Hakuna dua wala kitu cha kukifanya ambacho kitageuza lile ambalo amelitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lau lingelikuwa lipo jambo hilo, basi ingeligeuza dua ya mtume kipenzi chake, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye tunafahamu nafasi yake na utukufu wake na sharafu yake na nafasi aliyonayo, kwamba yeye Mwenyezi Mungu kamfanya ndiye mbora kuliko nani? Viumbe wote, sio manabii tu au malaika tu, wote kuliko viumbe wote, aliye bora zaidi ni nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na hivyo, hata yeye dua yake anapoomba
litakalokuwa ni lile lile ambalo Mwenyezi Mungu kalitaka, na ambalo hakulitaka kama hakulitaka Mwenyezi Mungu, hata kama ataomba mtume halifanyi nini? Haliwi. Imekuja katika hadithi, ameeleza kwamba sa'altu rabbi thalatha, nimemuomba Mola wangu mambo mangapi? Matatu. Fa'atani thintaini, akanipa mambo mangapi? Mawili. Wa mana'ani wahida, na akanizuilia mimi jambo moja. Maana yake ni ishara ya kwamba kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habadilishi utashi wake, kwa sababu dawa angelikuwa anabadilisha kila anachokiomba angelifanya nini? Angelikipata. Lakini pia katika riwaya nyingine Mwenyezi Mungu akamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammad, inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad, mimi ninapoamua maamuzi, yani Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba mimi ninapoamua maamuzi, ninapokadiria jambo kwamba liwe hivi, basi hakika hayo maamuzi yanakuwa hayafanyi nini? Hayarudishwi. Hayo ndio yatakuwa hivyo hivyo. Naam, sisi kwa nini tunaomba dua? Sababu ya kwanza, tunaomba dua kwa sababu ni ibada. Lakini sababu ya pili pia tunaomba dua kwa sababu hatujui ghaib, hatujui nani na nani Mwenyezi Mungu kwake yeye kataka lipi na lipi hakutaka, au yuko ambaye anajua? Hakuna tayari. Kwa hivyo sote hatujui kwamba Mwenyezi Mungu kataka lipi na lipi hajataka. Sisi tunaomba, Mwenyezi Mungu nakuomba unijalie nipate kitu fulani. Mwenyezi Mungu nakuomba uniondoshee maradhi fulani. Mwenyezi Mungu nakuomba unipe neema fulani. Mwenyezi Mungu nakuomba uniondoshee hata mtihani fulani. Lakini je, utaondoka au hautaondoka, utapata au utopata? Hatujui. Imani zetu wakati tunaomba, imani zetu zinabakia kwamba litakalokuwa na ambalo litapatikana ni lile lile Mwenyezi Mungu alilolikadiria. Lipi? Yeye mwenyewe anajua. Lakini hatui na imani wakati wa kuomba dua kwamba kwa dua hii ninayoisoma hii, basi kama Mwenyezi Mungu kataka hivi itabadilika, itakuwa hivi. La, hakuna kinachobadilika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu habadiliki chochote, kama alivyoeleza Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. Tunamalizia na kauli yake Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, Muhammad ibn Idris huyu, ambayo ipo katika kitabu cha nini? Ithafu Sadat al-Muttaqin, katika juzuu namba juzuu ya pili ukurasa namba 24. Amesemaje Imamu Ash-Shafi'i? Amesema innahu ta'ala kana wala makan, hakika yeye Mwenyezi Mungu mtukufu amekuwepo na wala hapakuwa na mahala. Fakhalaqa al-makan, akaumba mahala. Wa huwa ala sifati al-azaliyya, naye anasifika na sifa ile ile ya utangu. Kama kana qabla khalqihi al-makan, kama alivyokuwa kabla ya kuumba kwake mahala. Manake anafahamisha kwamba Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa kabla ya kuumba mahala ndivyo alivyo vile vile baada ya kuumba. Vipi? Mimi na wewe akili zetu haziwezi hata siku moja zikajua, hata siku moja. Lazima mtu afahamu mpaka wake kwamba tunamzungumzia Mwenyezi Mungu. Hatuzungumzii pikipiki kwamba ukielezwa bodaboda ikoje, iko hivi, unaweza kuielezea na kuichambua. La, tunamzungumzia ni Mwenyezi Mungu. Bali katika viumbe kuna vitu vinatushinda kuweza kudhibiti na kufahamu kwa ufafanuzi. Nani ambaye hana akili hapa? Tupate tufanye mfano kidogo. Tupate japo mtu mmoja ambaye hana akili. Hamna. Kumbe sote tunazo, alhamdulillah. Tayari neema hii. Haya, sasa tuje sehemu ya pili. Hebu mmoja asimame atuelezee akili yake ilivyo. Chapcha tupate tuadhibu. Tupate mmoja atuelezee jamani, sote hapa tuliposema ambaye hana akili hakupoteza mtu. Maana ni ishara kwamba tunazo. Sasa hebu aelezee mtu ile akili, maana mimi akili yangu kama unataka kukwambia tuelezee bodaboda hapo, utakapotuelezea bodaboda ni chombo ambacho kiko hivi, kina marimu mawili, kinatembea kwa mafuta, kinalia hivi, kina hivi. Basi na akili tuelezee, tufafanulie pia. Hakuna katika sisi kuanzia leo wakati huu wa Aisha mpaka tutakufa ambaye ataweza kuelezea akili kwamba akili ni kitu kiko hivi, kiko vile, kiko vile. Atabakia tu mtu kujilazimisha, sijui akili ni ufahamu, akili ni yaani ni ibara tu ambazo anazileta ambazo bado hazijatupa majibu kabisa ya kuweza kudhibiti haswa kiuhakika. Tukisema akili ni kitu fulani, bado hatupata ibara hiyo. Kwa hivyo katika sisi viumbe kuna viumbe vingine ambavyo hatuvijui haswa uhakika wake vile vilivyo,
lakini pamoja na hivyo tunathibitisha kwamba vipo na wala hatukanushi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si tumesema kwamba kaumba kila kitu. Nini maana ya kuumba? Maana yake ukiamua kuumba, maana yake hivi vitu vilikuwa vipi mwanzo? Vilikuwa havipo. Sasa baada ya kuwa havipo, yeye ndo ambaye amevifanya vikawepo. Miongoni mwa alivyoviumba Mwenyezi Mungu, nisikilize vizuri, miongoni mwa alivyoviumba Mwenyezi Mungu ni mbingu na ardhi, au sivyo? Maana yake kulikuwa hakuna nini? Kulikuwa hakuna mbingu wala ardhi. Tayeb. Lakini pia miongoni mwa alivyoviumba Mwenyezi Mungu ni giza na mwangaza, na hili limekuja wazi kabisa katika Qur'ani. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi, wa ja'ala ay wa khalaqa, na akaumba adh-dhulumati wan nur, giza na mwangaza. Maana yake kuna muda ambao ulipita, muda huo zilikuwa mbingu zishaumbwa na ardhi pia ishaumbwa, lakini bado kulikuwa hakujaumbwa giza wala hakujaumbwa mwangaza. Narudia tena, hii ni ishara kwamba kuna muda ambao umepita, muda huo kulikuwa tayari mbingu zishaumbwa na ardhi ishaumbwa, lakini bado kilikuwa giza na mwangaza havijafanya nini? Havijaumbwa. Nani katika sisi ataweza kutuelezea hali ambayo ilikuwepo wakati huo? Yaani hiyo hali si giza wala si mwangaza. Giza tunakijua hapo nje, ukitoka hapo wanakulia fura hapo utakiona, au hata ukifumba macho tayari. Tayeb, mwangaza huwa hapa, alhamdulillah tuko nao hapa. Haya, sasa tutafikia hali ya tatu ambayo si giza wala si mwangaza, na hii hali lazima, yani ni fardhi, wewe lazima uamini kwamba hii hali ilikuwepo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sikasema kwamba ameumba mbingu na ardhi na giza na mwangaza. Maana yake kulikuwa kuna muda ambao hakukuwa na giza wala mwangaza, lazima uamini. Na nani katika sisi anaweza akasema hilo si kweli bwana, hiyo haiwezekani? Hakuna anayesema hivyo. Kwa hivyo kule kushindwa wewe kujua uwepo wa Mwenyezi Mungu kiuhakika, kwamba uwepo wake hauhusiani na mahala, yaani Mwenyezi Mungu yeye yupo pasi na mahala, ndio kuwepo kupi, haimaanishi kwamba unaposhindwa kulitambua hilo ndio kwamba hilo si kweli. La, tupo pamoja. Kisha Imamu Ash-Shafi'i akasema, la yajuzu alayhi at-taghyiru fi dhatihi wala at-tabdilu fi sifatihi. Hakujuzu kumnasibishia yeye Mwenyezi Mungu mabadiliko katika dhati yake wala mabadiliko katika nini? Sifa zake. Yaani Mwenyezi Mungu habadiliki, sifa zake zote habadiliki, vile vile alivyokuwa ndivyo vile vile alivyo. Sifa yake ya uwepo, sifa yake ya utashi, yani kile ambacho amekitaka na amekikadiria, kile pia hakibadiliki. Kwa hivyo hizi dua tunazoomba, hata dua tutakayoiomba katika usiku wa nusu ya mwezi wa Shaabani, basi mtu bado ibakie imani yake kwamba yeye anaomba na Mwenyezi Mungu ndo mtoaji na anajua nini atakachompa, lakini kuomba kwake hakubadilishi chochote katika kile ambacho amekitaka Mwenyezi Mungu na amekikadiria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa na himma katika kusoma na kuifahamu dini yetu, na atujalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kufahamu na kufanyia kazi na kufikisha kwa wenzetu yale ambayo yatakuwa Mwenyezi Mungu ametufungulia, na iwe ni sababu ya sisi wenyewe kuweza kuongoka, pamoja na kuongoka wale wengine ambao watakuwa wametuzunguka na wale tutakaowafikia. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.